Ndugu wajumbe wa sinodi, sasa naomba ridhaa yenu nizungumze walau kwa ufupi kuhusu swala la umoja wetu jimboni. Wanasiasa jambo hili hupenda kuliita mshikamano, neno linaloingizwa kwenye lugha yetu adhimu ya Kiswahili na aliyekuwa waziri mkuu zama za utawala wa baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, naye si mwingine bali ni waziri mkuu mstaafu hayati Rashid Mfaume Kawawa, zama hizo akijulikana pia kama Simba wa Vita. Ndugu wajumbe, imepita takribani miaka 4 baada ya sinodi iliyotangulia. Hiki sio kipindi kifupi, bali ni kipindi kirefu vya kutosha. Kwa binadamu sisi isiyo ajabu kuonekana kuwa tuliparuzana mahali fulani na hivyo kuteteresha umoja wetu. Lakini umoja ndani ya kanisa la Bwana linatakiwa kuwa jambo la kudumu. Na ili kudumisha umoja wetu, hapana budi kuvumiliana, na kuvumiliana ndiko kutatuwezesha kuendelea kuwa wamoja, tukidumisha mshikamano wetu. Rafiki yangu mwenyekiti mstaafu wa kanisa la Moravian Tanzania jimbo la Rukwa, Mchungaji Herod Rupia Simaye, aliwahi kutoa mfano wa umoja wa kudumu uliopo baina ya ulimi na meno. Ili ulimi ufaidi ladha au utamu wa chakula kilichoingizwa mdomoni, lazima kisagwe ama kuvunjwa na meno katika mchakato wa kukitafuna. Lakini wakati mwingine zoezi la kutafuna hutokea kwa bahati mbaya, ulimi ukang'atwa na meno. Pamoja na mtafaruku huo, umoja wa viungo hivi viwili mdomoni haujatetereka, upo pale pale. Hakuna aliyemsusia mwenzake majukumu. Wanaendelea kuwa pamoja daima, wakishirikiana na kudumisha mshikamano wao. Tuepuke na kuikataa roho ya visasi na malipizi katika umoja. Ndugu wajumbe wa sinodi, itapendeza sana iwapo nasi tutaendeleza umoja wa kanisa letu la Moravian, hususan jimbo letu la Mashariki. Swala la umoja limekuwa likisisitizwa pia na wakuu wetu wa kazi ndani ya kanisa letu la Moravian Tanzania, yaani baba maaskofu wetu. Viongozi wetu hawa wa kiroho majimboni na kitaifa wametuasa kwamba ili tuweze kufanikiwa katika utumishi wetu, hatuna budi kuwa na umoja. Ubinafsi ni uadui mkubwa, unaleta chuki na matengano. Hivyo na kuombeni wajumbe wote wa sinodi, tujikite kulinda umoja wetu. Tusipoteze muda wetu kutukuza chuki, kejeli na majivuno, bali tuwekeze nguvu kubwa kwenye elimu, upendo na mshikamano. Kwa bahati mbaya, umoja katika Kristo ni jambo linalokimbiwa na waumini wengi, ingawa kwa hakika ndilo jambo pekee lililobeba utukufu wa Mungu. Yaani umoja wetu ndio utakao waaminisha watu kuwa Kristo ni Bwana. Na nukuu mstari katika Biblia: nami utukufu ule ulionipa nimewapa wao, ili wawe na umoja kama sisi tulivyo umoja, mimi ndani yao nawe ndani yangu, ili wawe wamekamilika katika umoja, ili ulimwengu ujue ya kuwa ndiwe uliyenituma, ukawapenda wao kama ulivyonipenda mimi. Injili ya Yohana sura 17 mstari wa 22 mpaka wa 23. Tukumbuke kuwa umoja wa Kikristo sio taasisi tu, bali ni maisha ya pamoja ndani ya Yesu Kristo. Sote tumeitwa kuutunza umoja aliotuachia Yesu Kristo. Taratibu za ibada pia ziheshimiwe na zitunzwe pia ili kutunza umoja wetu. Umoja katika familia yoyote ni jambo la muhimu sana.
Sisi kama familia ya Mungu, umoja ni jambo la muhimu sana kwetu. Umoja katika taifa lolote lile ni jambo la muhimu sana. Sisi kama taifa la Mungu, umoja ni jambo la muhimu sana. Viungo vya mwili wowote ule ni lazima viwe na umoja na kushirikiana. Nasi kama viungo vya mwili mmoja wa Kristo ni lazima tuwe na umoja na ushirikiano. Aidha, ni jambo la aibu sana kwetu sisi watoto wa Mungu, au kwetu sisi taifa moja la Mungu, au kwetu sisi mwili mmoja wa Kristo kutokuwa na umoja katika kanisa, kwa sababu neno linatuambia wazi wazi kabisa kuwa tujitahidi kuhifadhi umoja wa roho katika kifungo cha amani. Wapendwa wajumbe wa sinodi, tukumbuke kuwa moja ya ajenda kuu za sinodi hii ni uchaguzi wa viongozi wa uongozi mpya wa jimbo utakaoliongoza jimbo letu kwa kipindi cha miaka 4 ijayo. Katika kipindi cha mkutano wa namna hii, yaani wa uchaguzi, adui anafanya kazi kwa nguvu zake zote kuvunja umoja wa kanisa, kwa sababu anajua umoja ndiyo nguvu ya kanisa. Watu wasiopenda umoja wanainuka wakitumia njia na mbinu nyingi kuharibu umoja wetu. Watu hao wasiopenda umoja wanakuja na hoja binafsi na kuwadanganya watu kwa hoja zao binafsi, kwa hoja zao hasi. Watu hao watapiga simu, watatuma jumbe au meseji za simu na hata kuongea moja kwa moja na wanasinodi ili kupandikiza sumu ya utengano. Watatupangia safu ya majina ya viongozi wanaowataka na kututumia kwenye simu na hata mitandaoni. Tusiyakubali maneno yao ya uongo. Huo ni uhaini. Mkutano mkuu huu ndio sinodi halali kisheria kulingana na katiba yetu kuwaweka madarakani viongozi watakaoliongoza jimbo la Mashariki kwa kipindi kijacho. Wapo wanaotumia nguvu kubwa kujitambulisha badala ya nguvu ya Mungu kuwatambulisha. Mungu atupe neema na kutuwezesha kuona kwa jicho la nguvu ya Mungu. Hata kama una watu wengi wanaokufuata, endelea kunyenyekea na kutii, wala usipandishe mabega. Tukumbuke kuwa katika uwindaji kwa kushirikisha mbwa, miruzi ikiwa mingi, mbwa huchanganyikiwa na mwishowe wawindaji huambulia patupu. Na kuombeni wanasinodi, tushikamane ili tuufanikishe mkutano wetu mkuu wa jimbo la Mashariki. Naombeni tusimame. Na ufungua mkutano huu wa sinodi ya 5 ya uchaguzi Kanisa la Moravian jimbo la Mashariki, katika jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Naombeni tukae.